Asante sana. Mimi naitwa Jebla Kambole. Ni miongoni mwa mawakili ambao walikuwa wanawakilisha watu kadhaa kwenye kesi ya kudharau amri ya mahakama ambayo imefunguliwa na baadhi ya waliokuwa wanachama wa Chadema. Kimsingi leo lilikuwa nakuja shauri kwa ajili ya kusikilizwa, na tulikuwa mawakili kadhaa. Nilikuwa mimi pamoja na Hekima Mwasipu, lakini pia mwakilishi wa bodi ya wadhamini Dr. Zaveri Waitama alikuwepo. Na shauri lilikuwa limekuja kwa ajili ya kusikilizwa. Kwa hiyo tumesikilizwa mapingamizi ya awali juu ya maombi ya kutaka wadaiwa kukamatwa ambao ni makamu mwenyekiti John Wegesa Heche, Rose Maemba, Brenda Rupia, Toa Maipaya, Hilda Newton, Gervas Lienda na katibu mkuu wa chama pamoja na wajumbe wa bodi ya wadhamini. Kwa hiyo shauri lilipokuja leo kwa ajili ya kusikilizwa, tumesikiliza vitu vyote. Tumesikiliza mapingamizi ya awali, lakini pia tumesikiliza na maombi yenyewe ya msingi yaliyopo mahakamani. Lakini jambo gani ambalo tunaweza tukasema ni kwamba kesi bado iko mahakamani, na sisi tumeeleza kwa namna gani wateja wetu hawajakiuka amri ya mahakama, na amri ya mahakama ilielekeza nini kifanyike. Kwa hiyo tumeeleza mahakama kila kitu, nini kifanyike, amri zilikuwa zinahusu nini. Na lakini pia tumeitaarifu mahakama kwamba Mheshimiwa John Heche ameshindwa kuleta kiapo chake kinzani kwa sababu hayupo, hatujafanikiwa kumpata. Lakini mahakama imesema kwamba yenyewe haijui, haina taarifa kwamba hayupo. Kwa hiyo tungetakiwa kuleta ushahidi zaidi ya kile ambacho kinajulikana. Kwa hiyo sisi ambacho tumekifanya, tumeeleza mahakama kwamba hakuna dharau kwa mahakama ya namna yoyote ile, na mambo ambayo mahakama ilielekeza watu wametekeleza. Kwa kile ambacho kinadaiwa kwamba wamedharau mahakama, tumemwambia mahakama sio sawa. Kwa hiyo mwisho kwa sababu kesi bado iko mahakamani, tuache mahakama itasikiliza, itafanya maamuzi yake ni nini imeona kwa kile ambacho tumewasilisha. Lakini kimsingi mahakama inakuja kutoa maamuzi siku ya tarehe 4 mwezi wa 11 saa 9 mchana. Kuna hoja ya mapingamizi ambayo mmewasilisha, mmejaribu kupitisha mapingamizi yenu yalikuwa yanalenga kwenye maeneo gani hasa? Mapingamizi kwanza yalikuwa yanalenga kwenye maeneo makuu mawili, maeneo makuu matatu. Kwanza kuhusiana na ukomo wa muda, kama shauri liletwa kwa wakati, kwa sababu tunaamini madai ambayo walikuwa wanaambiwa wameyatenda yalikuwa nje ya muda mpaka kuja kuleta siku 60 zilikuwa zimepita. Lakini pia tulikuwa tunahoja kuhusiana na malalamiko dhidi ya wateja wetu, kama malalamiko kweli yana mashiko. Kwa hiyo tumeeleza mahakama malalamiko yetu, malalamiko ambayo sisi tumeeleza mahakamani, na kimsingi tumesema kwamba kwa sababu amri ilikuwa inahusiana na matumizi ya mali, haikuzuia moja kwa moja kwa wanachama wengine kufanya siasa au watu wengine kufanya siasa. Then tukasema sio sawa, kwa sababu hiyo amri ya kuelekeza kwao, na sisi tumeiambia mahakama kwamba hiyo amri hiyo wao hawakupewa, na maamuzi ya mahakama ni maamuzi ambayo yalikuwa yanahusiana na wahusika, sio ya dunia nzima. Tunasema it was judgment in persona, not in rem. Kwa hiyo ilikuwa inawahusika watu wenyewe, sio kila mtu lazima aheshimu. Kwa hiyo waliopaswa kuheshimu waliheshimu, lakini wamekuja kushtakiwa ambao hawakupaswa, hawakuwa na maelekezo hayo na mahakama. Kwa hiyo kitu cha msingi ndio hicho ambacho kilifanyika. Kwa mapingamizi yalikuwa yamejikita kwenye maeneo mawili, lakini pingamizi zingine ilikuwa imejikita kwenye hoja kwamba iwapo wakili anaweza kuwa ni wakili na shahidi kwenye kesi moja. Kwa hiyo pia tulieleza mahakama. Kwa mwisho siku mahakama yenyewe ndio itapima, itaamua kama inawezekana mtu kuwa wakili lakini pia kuwa shahidi kwenye kesi hiyo hiyo. Hiyo ikoje? Kwa maana mtu anaweza kujiuliza hapo kufanya hivi. Hoja iliyopo, kwa sababu tumepeleka hoja kwamba miongoni mwa mawakili wa walalamikaji hapa pia kiapo kuhusiana na ushahidi wa kielektroniki. Kwa hiyo tunaiacha mahakama iamue kwamba ni sahihi kwa wakili kuwa shahidi lakini pia kuwa wakili kwenye kesi moja. Kwa hiyo sisi tumeieleza mahakama kwamba ni kinyume cha sheria na ni conflict of interest, kwamba huwezi kuwa shahidi na ukawa wakili. Kwa hiyo mwisho siku mahakama ndio itaamua, itachuja, itaona hoja zetu zina mashiko au hazina mashiko, itaamua. Lakini jambo la msingi la kuelewa ni kwamba shauri linakuja siku ya tarehe 4 saa 9 mchana Novemba. Inakuja kwa ajili ya uamuzi pengine kwa sheria panapotokea makosa endapo wateja wenu wakakutwa na hatia, adhabu yake inakuwaje? Kwa sababu adhabu ziko kisheria, na hii ni madai, ni kesi ya madai, haijatoka kwenye jinai. Kwa hiyo mashauri mbalimbali yanaelekeza namna ya kutoa adhabu. Kwa hiyo mahakama huwa inaangalia kutokana na mazingira, inaweza ikatoa onyo, inaweza ikatoa faini ya kulipa, au inaweza ikitoa faini inatoa muda wa kulipa. Endapo mtu akishinda kulipa kwenye muda husika, then anapelekwa gerezani, kwa sababu msingi wake ni madai, msingi wake sio jinai. Asante. Hapa hujamaliza mgusia issue ya mtaji wa Heche. Ndio. Kitu inaendelea mpaka sasa hivi. Mpaka sasa hizi hatuna taarifa rasmi. Hakuna taarifa rasmi kutoka jeshi la polisi, lakini pia hakuna taarifa rasmi kutoka kwa mamlaka mbalimbali.
kwamba anashtakiwa kwa makosa gani. Tunaambiwa tu watu wanaenda wanajaribu kuangalia hapa na pale, lakini jambo la msingi hakuna mtu with certainty anaweza akasema kwamba Heche yuko wapi, ameshirikiwa na mamlaka gani na kwa ajili gani, kwa sababu sisi tunategemea polisi watoe taarifa ili watu wao wanajua kwamba huyu mtu yuko wapi, ameshirikiwa kwa makosa gani na ataachiliwa lini, na kama makosa aliyoshikiliwa nayo hayana dhamana au yana dhamana, kwa nini apewi dhamana, kwa nini akaa muda wote huo ndani, sababu ni nini? Kwa vitu vyote hivyo si hatuwezi kuwa na majibu, lakini jeshi la polisi linatakiwa lije liwaambie Watanzania kwamba kiongozi wa Chama cha Demokrasia na Maendeleo, makamu mwenyekiti yuko wapi, anashikiliwa kwa nini, kwa nini apewi dhamana, matibabu yake yakoje, anakula nini, anavaa nini muda wote huo, na ndugu anamuaccess kwa muda gani. Kwa vitu vyote vinataka viweke wazi, lakini sisi hatuwezi kuwa na majibu wa moja kwa moja kwa sababu bado kuna ukuta kati yetu sisi na yeye. Asante.